Hayo ni ya nini Neema? Ni ya kwake. Bana, awe ni ya kwake ya mwanzo, lakini kuna yale ambayo atatoa kwa sisi sote. Japokuwa haya ni ya kwake, lakini pia sisi wenyewe anatuhusu. Ina yenu. Kwa sababu walivyosema ni president organization, maana kwamba organization tayari ni kwa ajili ya jamii. Na sisi ni watu ambao tupo kwenye jamii. Si ndio? Na sisi ni vijana na organization yake inahusu vijana. Okay, bana, kwa wewe ambaye kwa mara ya kwanza unategea sikio na kumsikiliza Mr. Baltazar kama alivyojitambulisha, ni mwanafunzi na anafanya hivyo vitu vyote vikubwa alivyovisema. Sasa je, swala kuachia kidogo, kama wewe ni mwanafunzi wa first year, una nini ambacho nakifanya? Bana, twende, hilo ni swali la kwao, tumewaachia, si ndivyo? Watatafakari. Kama mada yetu tulivyoiona na tulivyoisikia kwamba vitu gani vinawarudisha nyuma vijana, aidha ni mfumo au ni system au vyote kwa ujumla, si ndivyo? Okay, kwanza kabisa Mr. Baltazar, ningependa sasa utuambie kidogo introduction, maana ya mtazamo. Tuanze na maana ya mtazamo kwanza. Nimependa mada ya leo. Ndio. Ambayo ni aidha mifumo au mitazamo ya vijana ambayo inaturudisha nyuma. Tukianza na mwelekeo au tukielezea vizuri hii mada ili mtu ambaye anatusikiliza wakati huu kutoka Boresha Radio aweze kuelewa ndipi hasa ambayo tunazungumzia. Tukisema jamii ya sasa hivi tuna mitazamo inatofautiana. Kila mwanadamu ana mtazamo wake juu ya kitu anachokiona. Kuna mwingine anahisi kutofanikiwa kwake ni serikali. Mtazamo wake ni mzee kuona hivyo. Kuna mwingine anahisi kutofanikiwa kwake ni ndugu anamloga. Kuna imani kama hizo za kishirikina. Kwa hiyo ni mtazamo wake hawezi kuuzuia. Lakini tunapoongelea mfumo ni kwamba mtazamo wako umelenga kwenye lipi ambalo lazima likawa ni njia ya kufika sehemu fulani. Kwa sababu gani? Ukisema mfumo ni kama mkakati ambao upo au ni mazingira ambayo yapo kwa kijana au mtu yeyote ili afanye kitu fulani. Huo ndo mfumo. Kwa hiyo ukiongelea mfumo na mtazamo, maana yake unaongelea perception ambayo tuwezi kuiona na kitu ambacho tunaweza tukakiona tukakitengeneza na tukakiunda. Maana yake mawazo ya mtu tuwezi kuyaona, ndio mtazamo wake. Lakini ukisema mfumo ni mazingira ambayo unaweza ukayatengeneza wewe, ni mazingira ambayo yapo na mengine ambayo natural Mwenyezi Mungu atujalia kama wanadamu. Kwa hiyo kwa uchache na hisi ni mada inalenga hapo. Lakini pia Bwana Baltazar, kwa mtazamo wako unahisi ni kitu gani hasa kinawafanya vijana warudi nyuma? Ni kimtazamo au kwa mfumo unafanya warudi nyuma? Kwa nini? Kubwa hasa ambalo alifanya vijana tunarudi nyuma ni mtazamo. Kwa sababu mifumo ipo na tunaweza tukairekebisha. Ila tuna mitazamo mibaya kwenye mifumo ambayo hatujawahi kuirekebisha. Kwa hiyo vijana wengi tumelala kwenye mitazamo kwamba sisi vijana tushadharaulika. Si vijana bwana tunaonekana wakuja. Sisi vijana, kwa hiyo ile mitazamo inatufanya hata mifumo muda mwingine inatufunga. Kwa sababu gani? Unakuta kijana toka anakuwa ametengeneza mazingira ya kwamba mimi sio wa kuheshimika. That's anatumia labda pombe na anafanyaje, ameshakuwa yaani ashabadilika tayari. Kwa sababu gani? Mtazamo wake ushamwonyesha kwamba mimi ni kijana. Ile namna ya kuheshimika haipo. Kwa hiyo kesha akienda kuomba kazi serikalini labda TRA wanamwambia haujakidhi vigezo. Anaanza kulalamika mifumo imenikataa. Why? Sio kwa sababu mfumo umekukataa labda hauhitaji vijana, no? Ni kwa sababu wewe kijana mtazamo wako ulikuwa ni mbaya juu ya ile mifumo. That's why kwenye rika fulani la miaka 19 ulikuwa ushajiingiza kwenye makundi mabaya. Rika fulani la miaka 18 ulishaanza kutoboa masikio mwanaume. Sio mwimbaji, sio kesi kutoboa masikio, lakini ipi njia yako ya kufika sehemu fulani? Unafika njia kwa sababu ya mwingine umemwona anafanya hivyo au kwa sababu ya kitu ambacho unakifikiria kichwani, si ndivyo? Yaani njia hazifanani. Inawezekana ndugu yangu Tumaini, dada yangu Neema, njia zenu ni kupitia utangazaji kufika sehemu ya mafanikio yenu. Lakini mimi njia yangu labda ni kupitia kuvaa suti na kuongea mbele za watu. Umeona? Unajua umeongelea hapo kuongea mbele za watu. Bwana, nimekuja kufuatia katika kitu ambacho watu wanapata hela bila kutumia nguvu kubwa, kuongea mbele za watu. Ukifuatilia miongoni mwa kazi zilipa duniani, kazi ya kwanza ni kazi inayohusisha viungo vya mwili. Taasisi wacheza mpira wanalipa mishahara mikubwa duniani. Kazi ya pili ni mdomo. Kweli bwana. Hiyo bana, nimekuja kufuatilia public speaking ni kitu ambacho kizuri sana na watu wanapata hela sana huko.
Kwa sababu nikija kuangalia katika watu ambao wana mafanikio kidogo kwenye public speaking, Mr. Joel Nanauka ni mtu ambaye kidogo waga tu akijifunza public speaking, communication skills. Na labda sasa kwenye issue ya mifumo na mtazamo, mimi nipende kuongelea hapo kwenye mfumo. Unajua mtazamo kama ulivyosema, mitazamo iko tofauti. Sasa mimi nataka ni mfumo gani ambao vijana wanakosea au hawaamini kwamba kuna mfumo huu upo. Mimi umemwongelea Mheshimiwa Nanauka katika watu ambao wanavutiwa sana na namna anavyoendesha maisha yake, lakini pia maisha jamii na Tanzania kwa ujumla. Mimi pia kwenye jambo la mifumo ni tu wawazi kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kiasi chake wamejitahidi sana kutengenezea mifumo vijana. That's why katika nchi za Afrika Mashariki na Kati inawezekana ni nchi ya kwanza kuwa na wizara ya vijana. Ni jambo ambalo sana kutoa challenge kwa watu ambao kidogo ili wanaotufuatilia ili na wao kidogo waelewe. So unajua kwa mfano mimi ningeanza tu pale na madamu wangu Madam Neema. Mimi naomba nikuulize swali moja. Mr. Baltazar amesema kwamba kipindi anaenda kusoma kitu ambacho anakisomea aliona changamoto. Umeona, ndo akaenda kusoma. Si ndivyo? Je, wewe Madam Neema, mpaka unaenda kusoma kitu ambacho unakisomea, uliona nini kwenye jamii? Kwangu mimi kwanza nasoma community development, maana yake maendeleo ya jamii, ndio? Ndio. Kwangu mimi mpaka nimeamua kuchagua hiyo kozi ni yani napenda kuona sehemu fulani imeendelea. Tuseme kama kijijini mfano. Kuna baadhi ya vijiji sasa hivi hawana teknolojia kama tulionao huko mjini. Kuna baadhi ya vijiji hawajui umeme mpaka sasa hizi. Wanatumia sola. Kuna baadhi ya vijiji hawajui kama kuna mabomba ya maji. Wanajua maji bwana yanatoka kisimani tu. Kwa hiyo mfano nikafanikiwa na nikatimiza ndoto yangu, nitaenda kusaidia vile vijiji ambavyo wanakosa maji, umeme, unaona? Hivyo. Bana, hayo ni alikuwa mawazo wa Madam Neema na changamoto aliyoiona. Sasa wewe kama wewe kijana unayetusikiliza muda huu, mpaka hicho kitu unaenda ukisomea, sijajua kama umeambiwa na wazazi au umeambiwa na rafiki yako, umeambiwa na ndugu yako, sijajua, I don't know. But kitu ambacho unachotakiwa ukifahamu ni kwamba kitu ambacho unasomea ili kutatua tatizo au unasomea mafanikio kama alivyosema Mr. Baltazar. Hilo swali ni la kwako. Lakini Mr. Baltazar, ni kwamba vijana wengi tunaosoma vioni kuna ile mitazamo kwamba nikimaliza hapa niajiriwe, nikimaliza hapa nifanye kitu fulani. Mtu asipopata ajira analalamika. Na kuna situation inatokea, nikana msikiliza Mr. Joel Nanauka sema kwamba mwaka 2017 kama kitu zitokea posti TRA, si ndio hivyo? Kama posti 4,400 I mean, afu aka-apply watu ngapi? 10,000. Umeona? Sasa kitu ambacho cha kujiuliza ni kwamba hiyo ni 2017. Je, watu ambao wanasomea masuala ya mapato, matumizi na nini na kuhusu masuala ya TRA mpaka mwaka huu wamefikia kiasi gani? Wanachuo. So swali ambalo natamani kuuliza ni kwamba namna gani vijana wawe na mfumo mzuri wa kufanya mambo yao wao binafsi kutokana na ubunifu wao, au namna gani waweze kupata ubunifu kwamba hapa kuna changamoto, kama ulivyopata hiyo ubunifu kwamba umeona changamoto fulani katika jamii ukaja na wazo kwamba nianzishe organization nifanye kitu fulani. Sasa na wao wanatamani wafanye kitu ambacho umefanya wewe. Asante. Cha kwanza mimi niombe serikali isichoke kuendelea kuwa wa kweli. Swala la ajira tuna mtu anasoma TRA. TRA mimi binafsi nilishasikia hilo kutoka kwa waziri wa vijana. Hiyo scenario ya TRA. Lakini pasipo kuendelea kuwaambia vijana ukweli, hasa kwenye masuala ya kufika university na kuchagua kozi, tutaendelea kuwa na wimbi la watu wanaolalamika. Kwa sababu gani? Tanzania tuna mamlaka moja tu ya mapato ya TRA, si ndio? Lakini TRA ukienda kwenye vyuo kila mwaka vinatoa wasomi. Na hawachoki kuchukua hiyo kozi. Hawachoki. Na hisi ni kwa nini wanachukua hiyo kozi? Nenda ukiuliza wanafunzi wa TRA wengi watakwambia kuna pesa. Kuna pesa kweli. Hasa tukiishi kwenye mtazamo wa kuanza kufikiria
kwanza kuingia ChatGPT kuangalia kozi gani yenye hela sana. Yenye hela sana. Nakwambia cyber crime. Je, mazingira yanatokea changamoto cyber crime ni solution ambayo inakupatia hela? Mtu anatokea basi mimi natokea Kilimanjaro, wilaya ya Rombo. Kijiji sana. Leo hii nianze kuangalia kozi ambayo ina hela duniani. ChatGPT anaambie nenda kasome masuala ya laba ya telecommunication. Engineering. Rombo kule inafanya nini? Kwenye hiyo kozi. Kwa hiyo inabidi uangalie kwanza unapotokea. Nikitoka chuo target yangu ni kuajiriwa, itakuwa tu hiyo. Lakini kama vijana tukiwa na mfumo wa kuishi kwenye matamanio yetu binafsi, sio ya misukumo labda ya hisia, misukumo mtandao wa kijamii, wala misukumo ya ndugu. Tukaishi na ile kwamba mimi napenda kucheza mpira. Miaka mitatu ya kusoma chuo sio kwamba ni mbaya nisiposoma. Kwa sababu yawezekana nikasoma nikawa lawama tena kwa watu. Kweli. Maana siajiriwi. Wacha nikacheze mpira. Wacha nikacheze. Ila mimi napenda kutangaza. Hii miaka mitatu nimesoma PCB. Yamkini labda nikiwa daktari nitalipa milioni 5, 7 na 10. Lakini na imani kwenye uwezo wangu wa kutangaza, nikichangia na knowledge ya utangazaji kupata chuo fulani cha utangazaji, nitakuwa noma. Ngoja nikasome huko. So vijana wengi tunaathiriwa sana na ile kwamba nasoma kitu fulani nitapata pesa. Nasoma kitu fulani nitapata pesa. Lakini tunasahau kwamba tukubaliane tu kwamba nafasi za ajira na idadi ya Tanzania ni ndogo. Yaani hatuwezi kuwa na ajira za kutosha vijana wote wa Tanzania. Hilo haliwezekani. Hakuna nchi duniani ambayo ishaikulia swala la ajira kwamba amna kwamba ajira tunatosha, hakuna. Marekani mbali na mafanikio katika kile kuna vijana hawana ajira. Ila walitengenezewa ile mindset ya kwamba ukitoka chuo kuajiriwa ni plan B. Kwa hiyo plan A yako wewe ni kujiajiri. That's why toka mtu anakuwa anatengenezewa mazingira ya capital formation, kutengeneza mtaji wake. Wenzetu wana tabia ya saving. Mtu akizaliwa mpaka serikali inakutengenezea mazingira wewe ya kijana kuwa mtu wa saving. Ili ukitoka chuo isiwe sababu ya kwamba capital changamoto. Kweli. Tanzania mimi napenda kuishukuru serikali yetu kwa sababu ndio mbali na changamoto zote, lakini bado kwenye kuua ile dhamira ya vijana kwamba changamoto ni mtaji. Wamewaletea mkopo. Ukiacha mkopo kuna 10% za mama 4 za vijana. Halmashauri vijana wanapewa ili tu akajiajiri. Ukitoka hapo kuna mkopo wa wizara ya vijana ili tu akajiajiri. Ukitoka hapo kuna kampuni binafsi, benki mbalimbali zina support vijana. Ukitoka hapo utasikia serikali na jambo fulani. Ukitoka hapo kila vitu vingi vinakuja. Ila vijana bado uelewa hawana. Ukiajiriwa kama mafanikio yalipo. Jambo ambalo litaturudisha sana nyuma sisi vijana. Lakini pia bwana Baltazar, kwa mtazamo wako sasa hivi unaweza nidhamu binafsi ina nafasi gani katika mafanikio? Mimi ukiniambia mafanikio nitakwambia vitu vinne. Nidhamu, ubunifu, Mungu na mawasiliano. Unaweza kuvielezea kidogo? Yani kwenye maisha yanataka nidhamu sana kwa sababu wapo wengi walioanza na kafeli. Sio kwamba walifeli hawajui, walifeli kwa sababu walikosa nidhamu alichokifanya. Kwenye kufeli mimi wanasemaga hili. Kumchukia mwenye akili si njia ya kuficha ujinga wako. Kutokuheshimu alichokifanya ni sababu ya wewe kufeli. Hilo ni jambo la muhimu tunabidi wafahamu. Kwa sababu gani? Kuna kijana labda anafungua genge. Lakini watu wanakuja wanamwambia, "Wewe bwana, kuuza genge ni jambo la kina mama." Au aibu. Au ni aibu. Hii inamfanya sio kwamba inaweza kumfanya akashindwa kufanya kile kitu. Atakifanya ila ataanza kukidharau. Kweli. Sasa ukianza kudharau kitu, maana yake unapoteza hata ule moyo wa kukifanya kwa ubora. So ukipoteza kile cha ule moyo wa kufanya kwa ubora, utafanya chini ya uwezo. Kumbuka unachokifanya wewe dada yangu Ana, ndicho anakifanya Tumaini. Watu wengi wanakifanya. So tutaangalia ambaye anafanya bora ndiye atafanikiwa, si ndio? Sasa kama ushadharau unachokifanya mimi, itakuwa ni ngumu kufanya kama anafanya Tumaini. Kweli. Si ndio? Lakini nasema mawasiliano ni nini? Dunia leo communication matter. Yaani dunia leo utafanya kitu ila pasipo kuzungumza tukajua fanya nini? Hauwezi kufanikiwa. Kweli. Wewe labda unaimba bila kuja sehemu kama hizi kusema mimi naimba, ni ngumu kufanikiwa.
unafanya lolote lile, cha kwanza ni lazima utoke uzungumze tuone unachokifanya. Lakini pia Mungu. Tunafanya vingi lakini tunasahau kabisa kwamba anayetupa cha kufanya ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wakati mwingine tunafeli, tunalaumu sana. Yamkini labda Mungu hajataka tufanye tunachokifanya. Au wakati bado. Na la mwisho ni ubunifu. Kwenye ubunifu ndipo ambapo watu wengi tunafeli, kwa sababu dadangu ni mtangazaji hapa. Pia hapa ni mtangazaji. Tutafanyaje tujue kwamba wewe ni bora kuliko huyu pasipo kuangalia ubunifu? Mimi nasoma marketing, tuna wanafunzi 500 na kitu darasani. Ambao tunaweza kupata GPA labda ya 5 wote, si ndio? Mungu akiamua, si ndio? Lipi linafanya Baltazari nikafanya kazi sehemu fulani, nafanya kazi sehemu fulani. Ni ubunifu. So hizo ndo silaha za mafanikio kwenye maisha ya vijana wengi wa sasa. Okay, na umeongelea swala la kujiajiri hapo Mr. Baltazari. Unajua mimi napenda sana na ni mtu sana wa observation. Katika pitapita zangu sana wanachuo wengi kumwambia hapa tunawekaje mifumo tupate hela. Sisi tumaini hapa mwanangu tuanze kufanya biashara. Kila mtu anakuambia hapa tunafanya biashara. Swali langu ambalo napendaga kuuliza, unafanya biashara gani? Maana kila mtu anasema hivi biashara, nitafanya biashara. Na unadhani wewe Mr. Baltazari kwa mifumo yetu ya tunavyosoma chuoni, labda unadhani biashara au ubunifu unaweza kutokea kwenye biashara tu au hata vitu vingine? Kwa sababu mimi ni kweli vijana wengi sana wanasema wanatamani sana kufanya biashara. Labda na wewe Mr. Baltazari, kwa sababu tayari una experience na unaongea na vijana na kioo cha jamii, tuambie kidogo, unadhani hiyo mitazamo ya hao vijana kwamba mifumo tu mizuri au kupata pesa ni lazima ufanye biashara? Asante. Cha kwanza umeongea swala la ubunifu. Ubunifu upo kwenye kila kitu. Mimi wanapenda kumtolea mfano Mheshimiwa Dorothy Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii. Ukimwangalia ni mbunifu kwenye nafasi ya uongozi. Katika mawaziri ni waziri pekee ambaye anaingia na vitu kutoka anaanza kuongea na wananchi. Ni ubunifu ambao yeye anaufanya. So ubunifu upo kwenye kila ambacho sisi tunakifanya. Iwe ni uongozi, biashara, michezo, kila kitu kina ubunifu. So ubunifu utakufanya uwe tofauti na watu wengine. Lakini kwa wanachuo na biashara, ni sehemu ya muhimu sana. Biashara kila siku zipo. Na hakuna biashara mpya. Kila biashara inafanyika. Warudie tena. Hakuna jambo ambalo litatuharibia jamii zetu kama kuendelea kuchochea au kuendelea kusapoti hii dhana ya uwinga kwa wanafunzi wa vyuo. Kwa sababu gani? Itaendelea kuwajenga vijana kuwa wasindikizaji wa mafanikio ya wengine, huku wakija kushtuka baadaye wanakuwa muda umewatupa na njia moja ya kupita hawana. Toa mfano mzuri, mimi na rafiki yangu ni winga. Nasoma naye chuo. Winga wa nini? Sasa yule nikiingia status yake anapost kila kitu. Yaani yeye anafanya winga wa kabati. Huyo baadaye anataka chumba nitafute DM. Huyo nguo, viatu. Sasa huyu kijana kwa miaka 3 ya chuo ndio yamkini kuna anapata mafanikio kwamba atakuwa anapata hela ndio. Akimaliza chuo pale, tunategemea akafanye kazi gani kati ya zile alizokuwa anazitangaza? Anaweza kuwa anaziposti. Lakini wewe sijua ile hela kwa napata kula ameshapata wazo kichwani kwamba bwana ninafanya winga, nia yangu nipate pesa na mimi nifungue biashara yangu kama hii ninaofanya, kwa sababu ninapata wateja wengi wanaonunua vitu kwangu. Watakuwa wameshanijua kwamba mimi ninauza vitu fulani, kwa hiyo hata nikifungua duka itakuwa rahisi kupata wateja kwa sababu nishakuwa tayari mfanya biashara mwanzoni. Au sasa shida duka la nini? Tofautishe uwinga na udalali. Yaani mimi naomba tu vitu vile. Dalali ni kazi maalum kabisa. Ndio maana kuna ofisi za madalali. Kweli. Ila jambo la uwinga ni kwamba mtu anaweza kaamka kaposti kitanda. Hata hana kitanda. Kwa hiyo kishamgie kitanda hatakipata. Sasa hiyo kama ngoja kama ulivyosema mwanzo unatakiwa uwe na ubunifu. Ndio. Labda mwenzenu ameamua kufanya hivyo. Labda tuliweke hivi Mr. Baltazari. Umesema kwamba uwinga sisi kama vijana inabidi tu support uwinga kwa sababu unasaidia kusindikiza watu kwenye mafanikio yao. Tufanye uwinga. Tufanye. Ila tusitie ile effort kubwa
kwenye kusindikiza hao watu. Kwa sababu gani? Nilichotaka kusemaje kwamba sasa badala ya uwinga wafanyeje? Sasa badala ya uwinga wafanyaje? Mimi naomba nichukulie mfano labda kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Kilian. Kilian anasoma mwaka wa 3 marketing. LIT. Yule kaka katika watu ambao pia anafanya winga hapo ananivutia mimi ni yule kaka. Anafanya je? Yeye ni winga. Ila ni winga ambaye utasema winga mjanja, winga mwenye akili. Yeye anafanya kazi, ana shamba na nini, ila anatoa nafaka mikoani. Anawaletea watu Dar es Salaam. Ukiulizia bei ya mchele Shinyanga, kilo ni 15,000. Mchele super mboda Dar es Salaam ni 3,000. Huduma ya kusafisha mchele kilo 50 kwa bodi inaweza ikawa ni 25,000. Ukileta kilo 50 ukiuza Dar es Salaam, faida yake ni mara 2 ile hela. Ukitoa usafiri maana yake robo 3 ni faida. Si ndio? Sasa yeye uwinga wake upo kwenye hicho kitu. Kwamba anahitaji mchele anitafute. Yeye mchele wake anachukua sehemu ambapo nilikuwa namwambia wewe ungekuwa na uwezo wa kufungua duka, wewe sio winga, ni mfanyabiashara. Kweli. Ila vijana anaweza akachukua cover la simu Kariakoo kwa shilingi 9,000. Akaliuza 9,500. Na bado akafurahi sana. Amepata faida. Au ameliuza. Sio amepata faida au ameliuza. Ametumia bando kutafuta mteja, si ndio? Wanasoma uchumi kidogo anakuwa naelewa. Ukikata hela ya bando, ukakata hata hela ya muda wake ambao aliutumia yeye kumpata yule mteja, utakuta hajapata faida yoyote. Afanye nini? Fursa zipo. Fursa zipo. Fursa zipo. Yaani tusitake tu kwamba hakuna risk kiasi hicho kwamba eti mtaala hostel itaposti kitanda hamna risk kiasi hicho. Ngoja yaani kwa wewe sasa kwa mtazamo wako, watu ambao wafanya biashara ya chooni hasa asilimia kubwa kabisa, asilimia 95 tuseme, asilimia kubwa ni mawinga. Yaani ungependa kuambia kitu gani sasa yani au kwa sababu nani winga? Mimi pia winga. Ila tu utojua kwamba ni winga kwa sababu sijatia nguvu huko. Sasa ikuonekana nimetia nguvu huko kwa sababu gani? Winga umekuja kama vile ni kama professional ya mtu. Lifestyle sasa hivi. Kila mtu winga. Kila mtu ni winga kwa sababu gani? Mbona mwenyewe kama sasa nisho kufanya winga. Leo hii mwambie ndugu Tumaini hapa. Natafuta mtu anunua TV. Anampata. Ndio. Sasa huo ndio winga kwa Tanzania, ni kwa dhamira ya Tanzania. Ndio winga wenyewe. Sasa lipi tufanye? Ni tuanze cha kwanza, elimu inahitajika. Elimu ya masuala ya uwekezaji, masuala ya kufanya biashara ya serikali inahitajika kiasi kikubwa kweli. Lakini pia serikali isiwachoke vijana wao. Iendelee kuwaunga mkono kwa wale ambao watakuwa na mawazo ya bunifu ya kibiashara, waendelee kushikwa mikono. Lakini pia niombe pia Wizara ya Vijana kupunguza na kulegeza masharti ya kuwapatia vijana mikopo. Kwa sababu kuna vijana ambao aidha kama ni mbunifu lakini baadhi ya vigezo wanakosa kwa sababu ya masharti au vigezo ambavyo vimewekwa kwa ajili ya kupata mikopo. Lakini pia vijana Tanzania sasa hivi wamekuwa sio wafuata fursa. Kama serikali yetu inavyotufanyia, yani inavyojitoa kwa asilimia kubwa kwa ajili yetu, iendelee kujitoa na ikiwezekana tufikie paka vioni. Mimi nilikuwa natamani jambo pekee la kwenda kuua au kupunguza huu mtazamo wa vijana juu ya uwinga. Wizara ya Vijana tunaomba pia waje na solution kwa wanavyuo. Tunaomba sana, inawezekana kuja na mfuko labda wa mwanachuo empowerment fund, ambao huu mfuko utakuwa kwa ajili ya kuangalia mawinga wenye mawinga au vijana ambao wanajiita mawinga, lakini nyuma ya uwinga wana mawazo fulani ya kufanya biashara fulani. Kumbuka huyu winga ana uzoefu wa kuuza handbag kwa muda wa miaka 2. Kwa hiyo tayari ana uzoefu wa kwamba handbags zinapatikana Kariakoo, Shimoni, wateja wangu ninao hawa hapa. Basi apate msaada. Serikali ije na njia bunifu ya kuwasaidia hawa vijana. Tutawatoa kuliko huko walipo na kuwapeleka sehemu na kupata njia fulani ya kupitia. Ila tukiwaacha hivi, wakaendelea kuuza vitanda, wakaendelea kuuza vyombo, huyu mtu mmoja anauza kiwanja Goba, huyu mtu mmoja anauza TV inchi 42. Akitoka chuo atalalamika ajira hakuna. Kweli. Akitoka chuo, kumbuka alikuwa anafanya winga kwa watu ambao walikuwa ni wanafunzi wenzake. Wanafunzi wenzake. Akitoka chuo watu wako busy. Utampata nani? Utamuzia nani? Kwa hiyo inabidi arudi Misungwi.
Akirudi Misungi kushika jembe huyu mtu hajui. Lazima aanze kulia ajira hakuna. Maisha magumu, afanye nini? Natafanya nini? Bana, hichi kitu mimi nimekipenda sana 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 kwa sababu always mimi mwenyewe niseme tu pia ni winga. Umeona, lakini mimi winga wangu kama alivyosema Mr. Baltazar specific kabisa kama mimi. Bana, mimi ni mtu wa printing. Kwa tegemea kwenye printing, najua nitamprinting nguo, nitaprinti nini, nitauza nguo, umeona? Kwa mimi winga wangu, bana, mimi nataka t-shirt labda 30 kwa ajili ya event yangu. Nahitaji niprintie hii, sawa. Kwa mimi kitu ambacho naenda kukifanya ni kwamba sinafanya biashara. Kwa winga wangu ni kwamba naenda kuchukua nguo, si ndio hivyo? Zile nguo ambazo naenda kuchukua, najua kabisa hapa napata faida kiasi fulani. Umeona? Ni winga ambao upo specific kabisa. Kwa yani inabidi uspecify ili watu wakuelewe na kuamini. Yeah, tuepuke hii Mr. Kila kitu na Mr. Kila kitu. Umeona? Ili mtu akuamini. Sasa ndugu yangu, unaposti saa, kesho yake unaposti simu, kesho hivyo ushakwenda pale Kariakoo nanilia simu, nanilia duka la vifaa vya simu, unakuta saa kweli. Kuna kitabu kinaitwa Start with Why. Kitabu kizuri sana. Kile kitabu kinakwambia to be visible, to be seen you must be visible. Yaani ili uonekane inabidi ujionyeshe. Na ili ujionyeshe inabidi identify, yani uwe tunakufahamu kwa kitu fulani. Sasa sio tunamfahamu Tumaini kwa makava ya simu, namfahamu huyo kwa TV Nje 42. At the end of the day mimi naitaka Mr. Kila kitu. Na watu kingia sasa kianza double tap status yao, unaona kitanda, shamba, kiwanja, yani vitu vingi. At the end of the day unakuta unajui na kweli. Ila ungekuwa specific, yamkini nitajiba kiatu ningekutafuta wewe. Ila anahitaji kiatu, niko stress yako, unakuta umeposti kabati. Alafu wewe siku una mood ya kuposti kiatu, umeposti kabati. Umeona? Kwa inabidi wewe specification, yani wewe umespecify kwamba bana Neema kama unauza underwear, uza underwear. Sasa kama za kike za kiume sawa. Sio bana wewe unauza viatu. Wewe huyo sawa, unaweza ukauza viatu, handbag na nini, lakini kweli biashara hata za jumla unakuta mtu kama anauza handbag bei ya jumla. Mbele nasaidia kama wale sema huyu anauza nafaka, kama mchele bei ya jumla na leja. Lakini anafanya nini? Anafanya biashara na inaenda vizuri. Na nadhani vijana hapo cha kuongezea kwenye masuala ya biashara bana. Mimi nadhani ni rahisi sana kufanya kitu cha aina moja kuliko ukananilia. Unaweza kuwa unauza viatu, handbag na nini, lakini ukaamua ukachukua handbag kama handbag, mbona vizuri tu maisha ni rahisi sana. Lakini pia jambo lingine ambalo naliona ni changamoto, kwa nini pia vijana tunaingia huko kwenye winga na udalali, ni kwa sababu pia kwa Tanzania bidhaa au huduma za bei ya kujiamulia ni bei sana. Kwa nini? Kwa sababu nikisema bidhaa bei ya kujiamulia, mfano Tanzania hatuna utaratibu wa kucontrol labda bei ya vyumba kupangisha. Kwa mwenye nyumba ataamua atajiamulia tu. Kwamba hii nyumba napangisha kwa 500,000. Sasa huyu mtu atakapojiamulia hivi, hii inapelekea sasa vijana waone kama udalali pia una pesa. Kwa nini? Kwa sababu unajiamulia bei. Kwa hiyo unashangaa nahitaji nyumba Mabibo, nakutana na mtu kanipostia chuma ananiambia 300,000. Kajisikia tu tajiamulia. Ila serikali ingekuwa pia inaweka au niombe pia ianze kuweka utaratibu kwenye hizi bidhaa za kujiamulia. Tusijamulie mambo. Yaani kama unapangisha nyumba Mabibo, basi serikali iko taratibu kwamba nyumba la Mabibo itaanzia kiasi fulani mpaka kiasi. Exactly. Ili tuokoe ili wimbi la mawinga katikati na madalali. Unaenda Karume sole 45 unaanziwa, kumbe bei ya kuuzia ni 18,000. Lakini unakuta mtu mfano nyumba anakuambia hii 500,000, unaangalia na ubora sawa, lakini unakuta services za ndani unafanya wewe. Nisikilize, unajua kila nyumba na ubora wake. Unakuta nyumba hii hapa unalipia bwana 30,000. Lakini nyumba haina ubora, huwezi kulinganisha nyumba ya 30,000 na 200,000 tuseme. Ubora unakuwa tofauti. Kwa hiyo unakuta yule mtu ambaye mwenye nyumba anaona hii nyumba nimegaramikia sana. Kwa nini huyu mtu nimpangishe kwa 100,000 wakati nimegaramikia muda mrefu? Sasa
Yaani mimi nachokiomba mimi nini? Serikali basi iingilie kati kwenye bei za kujiamulia. Kwa sababu gani? Nchi nyingine wanafanya hivyo. Kweli. Nchi nyingine nyingi duniani, hata Afrika hapa, nchi nyingi wanafanya hivyo. Ukimpa uhuru mtu wa kujiamulia bei, tunakuwa na kizazi cha kujiamulia mambo. Kweli vile mtu, yaani mimi nashangaa nimefika stand